Steps, kila siku hatua moja mbele. Steps, we take one step ahead every day. Saidia kukuza ubora wa filamu Tanzania. Saidia kuinua wasanii wa filamu Tanzania. Hakikisha unanunua nakala halisi zenye nembo ya Steps Entertainment yenye kumelemeta. Steps Entertainment watatoa zawadi nono kwa yeyote atakayefanikisha kupatikana kwa mahali penye mitambo ama maharamia wa filamu hizi. Kwa wale wote wenye library na vibanda, hakikisheni hamkodishi wala kuonyesha filamu pasipokuwa na idhini ya wamiliki wa filamu husika. Kumbuka, muuzaji, muonyeshaji na mkodishaji wa filamu feki pamoja na wateja wao wote wanavunja sheria. Hatua kali zitachukuliwa dhidi ya wote wanaohusika na uharamia wa filamu hizo. Adhabu yake yaweza kuwa kifungo cha miaka 3 au faini isiyozidi shilingi 500 au vyote kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0716788805 au 0715060111. Haki zote zimehifadhiwa. Steps, we take one step ahead every day. Nasi kubali, lazima uniambie umemfanya nini mwanangu. Poli alinishurutisha nikatoa ushahidi wa uongo. Sisi watu walitushurutisha tu. Usikose basi place. I love you. Kazi yangu. Kwa sababu sina kazi nyingine na ningezea kipato. Unajua hakuna msiba ni mkubwa na mrefu hapa duniani kama kuoa mke asiyemcha Mungu au kuolewa na mume asiyemcha Mungu. Ule msemo. Na siku moja nitakwambia maana halisi ya msemo hii. Katikati ya jiji, shughuli na maisha yakiendelea, wengine wanaishi kwenye visa na mikasa. You know what that means? You're getting closer to the killer. Tuangalie nini tunafanya kutatua matatizo. Jay gives us plan but we always fail on them. Guys, hii kadi itatusaidia. You're listening? Here's the watcher. Give us a plan. We are ready to fail. Nani anamjua anayehusika? You gotta put the number private. Biru, nimeshaka namba private. Nini namba yako mmepata? Nani anamjua muuaji? Ni nani amesema kwamba tunataka tuwakamate? Yes, and my dad. You know, your dad's gonna kill you. Nalalamika. Mimi nimefanya kazi kiuzembe. Nimefanya kazi kiuzembe. Kutana na Mayuri Solanki, Haji Adam, Saida Hamisi, Sanjay Jeraj, Eric Makunda, Mobi Pambala na Kafurado katika filamu ya kusisimua The Chase. The Chase.
kuunganisha wasanii huri na chipukizo ukweli. Illegal Sisters. Tembea na babako, sio mimi. Mimi sio kweli. Mchanga wapi? Mkibosho wapi mjinga huyu? They like to call me Chris, so you can call me Chris. Unaweza ukapaka. Swinge pale. Utapata. Yumo Jacob Steven, Vinala Award, Singo Mtambarike, Emmet Award, Civil Sadhu, Maisha Plus, Fatma Yasin, na Nancy Manongi. Illegal Sisters. Manyanyaso. Yaani unaponifanyia mimi sielewi. Kwani kile kitu unafanya unaona tunakosea? Mapenzi ya kweli. Yani ni full majuzi ndani. Illegal Sisters inakuja. Mambo Production inakuletea filamu kali na bomba ya Kitanzania. Sielewi imekuaje. Mwambia leo mwende kazini. Ananiambia leo siendi kazini. Napenda kukaa na rembo kama nyinyi, unajua? Ni furaha moyoni kama una bahati ya kupendwa. Tatizo ni pale anapojitokeza kidudu mtu na kumwaga sumu ya kuchafua penzi. Sasa kutoka sikumbatie. Sasa sana. Ni ukiwa kuwa mbali na umpendaye. Ni kisa cha kusisimua, inaambatana na mahaba. Nikiwa nachagua. Leo nimekusamehe. Makuzi. Wana hafla hizo chini. Mungu amefundika. Cheza na simu. Tumbatu. Raha. Na matukio mbalimbali ya kuhuzunisha. Kutana na Shara Chande. Chori kidogo, kaglesi kidogo, kaimati kidogo. Tunajua sema mwetu. Omar Ahmed. Kwa mbali naona mimi. Shakira, Salme, Riyama Ali, DJ Saleh na wakali wengi katika Siri Yangu. Can you keep it secret?
Wewe tena? Kwa nini ulitaka kuvunja picha yangu, Angel? Kwa sababu sikupendi. Wewe ni mwandishi wa vitabu? Ni kitabu gani unachoandika kwa sasa? Haikuhusu. Hilo ndio jina la kitabu? Ninamaanisha haya nayoandika hapa na maisha yangu kwa ujumla. Havikuhusu. Kwa hiyo sema kilichokuleta. Vipi biashara ya vitabu? Ina faida? Kiasi. Enjoy. Hebu nitizame. Kauze hichi kitabu kwa bei yote utakayotaka, utapewa pesa. Na pesa zitakazopatikana zote zitakuwa ni zako. Usikitoe nakala, kiuze kama kilivyo. Enjoy. Begi zinakutosha? Tosha. Ndio nilikuwa napanga hapa tugawane. Hizo pesa sio zangu. Pesa ni zako. Lakini kitabu si chako. Najua. Vipi leo unaandika nini au unaendelea kuandika kile kitabu chako? Sijui. Hebu njoo mezani. Njoo mezani. Nikuoneshe cha kuandika. Angel. Mbali na uandishi wa vitabu, lakini bila shaka unaweza kuandika makala mbalimbali katika gazeti lako. Umejuaje kama nina gazeti? Hilo sio jambo la siri. Nataka uandike makala juu ya mambo yafuatayo. Angel. Tizama. Nataka uandike maisha juu ya mkimbizi wa vita. Elezea maisha ya wajane na yatima katika vita. Angel. Yes. Nataka uelezee tatizo la njaa katika nchi za Afrika. Baada ya hapo, Angel, mimi nimemaliza. Labda nikuulize, Angel, bado unanichukia? Ndio. Usiku mwema, Angel.
hakuna wa kukuibia Angel. Hakuna. Nimechoka kuhesabu. Pesa ni nyingi sana. Unahitaji kujua ziko shilingi ngapi? Ziko milioni 60. Asante sana. Yaani hizi zote zangu. Why, Gibson? Why? Huwezi kunishika. Huwezi kunikumbatia. Ila usijali. Ipo siku utanikumbatia. Usiku mwema Angel. No, usiende.
Bobby. Wewe mtoto wa kiume, mimi mtoto wa kike. Nitaingiaje ndani peke yangu na mke huna? Unataka kunibaka nini? Wewe. Mimi mwenzio hata jinsi unavyoanza kubaka misifao. Unasema sure. Karibu ndani bwana. Kwa nguvu yao kuchafu. Wewe ndio. Karibu. Asante. Ndio. Unajua hicho? Uliponiambia kwamba eti unaogopa kuingia kwangu kwa sababu ndio kubaka. Wakati mimi hata kubaka sijui wanaanzaje. Wewe. Ndio. Bobby. Za hapa lakini. Kweli kabisa. Sasa Bobby. Katika masuala ya nyumba, mimi na wewe hatudaiani kabisa Mimi na wewe? Kabisa. Labda kama unahitaji tena kuoa unalipa kwa mwaka mara mbili. Unaona tatizo? Ruksa. Ruksa. Ndio. Sasa Bobby. Mimi pale nataka nipanunue. Nataka nipanunue, nipamiliki kwangu. Kabisa. Pale katika ile nyumba. Ile nyumba ulionipangisha. Pale. Ndio. Okay, sawa. Tangalia Bobby. Najua huwezi kujibu kwa sasa kwa sababu nimekushtukiza. Umenielewa Lakini mimi naomba unifikirie na ulifikirie swala langu. Alafu jioni utanipa jibu. Yaani pale ikiwezekana kesho nataka tumalizane. Aswa. Nafikiri kama ulivyosema kwamba nikae kwanza nifikirie alafu niangalie kwamba utaratibu na kwa lakini hamna shida. Fikiria Bobby. Alafu utanipatia jibu. Ndio. Karibu. Karibu. Sasa ngoja nikutoe kidogo. Nikusindikize, ngoja nikutoe kidogo. Usijali, ninawahi kukutana mara moja. Okay. Asante sana. Bye. Okay, bye. Ile nyumba wengine walikuwa wanaikimbia. Sasa huyu niliyemshushia bei ndio anataka kuinunua kabisa. Au wapangaji wengine walikuwa wanadanganya. Mtu kweli una akili zako timamu utanunua nyumba yenye matatizo kweli? Angel. Jina langu kamili naitwa Gibson Soleil. Nishakufa miaka kadhaa iliyopita. Nyumba hii nilimwachia Bobby aitunze. Tatizo la wapangaji wanaokuja wanaondoa picha yangu. Ndipo hapo hilo linakuwa tatizo na kuwa nikigombana nao. Napenda picha yangu endelee kuwa hapo milele. Sasa wewe unaishi wapi? Naishi popote ninapopata. Kwa nini umekuwa pepo? Mimi ni roho. Roho chafu? Hapana.
basi nikushike. Huwezi kushika roho. Nitakutembelea leo usiku. Nashukuru kuongea na wewe mchana wa leo. Kwaheri Angel. Kwaheri Gibson. Sasa waweza kunishika kama ulivyotaka mchana. Nataka tutoke. Nenda kaoge. Kwani naoga? Na umefanya nini? Nimejiziba. Ndio umefanya nini Gibson? Wakati mwingine lazima nikuoneshe uwezo na nguvu nilizo nazo. Tukitoka hapo tupendelea tuende wapi? Popote pale ambapo tunaweza kunywa na kula. Sawa. Basi endelea. Angel, najua ni nini unachokifuata. Zile pale.
Ni muda wa kuondoka sasa. Hapana, tuendelee. Hapana, kuna kucha sasa. Ni muda wa kuondoka sasa. Kwaheri. Kwaheri. Kwaheri Angel. Kwaheri Angel. Kwaheri. Kwaheri. Kwaheri Angel. Kwaheri Angel. Kwaheri. 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 Zuena, nampate wapi? Zuena, ainginise wanyenye, tatuani yumbika, mapozi ya kutuliza. Zuena, Zuena, kwenda mpende, Zuena, lelele. Bobby, Bobby. Hii nyumba yako au yangu? Hii sio nyumba yangu, hii ni nyumba yako mwenyewe. Naona unataka kuiuza. Mimi? Hii nyumba? Kilanga komo. Siuzi tena. Bobby. Waweza uza hii nyumba. Sinchoza. Sinchoze wewe. Ila kwa sharti moja. Muuzie Angel. Angel? Huyo anoka uno. Haya. Haya. Siku njema Bobby. Nuksi. Hii nuksi. Moyo. 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 Kabisa, kabisa, kabisa. Basi tunafanya biashara, hakuna wasiwasi. Angel. Sisi kazi yetu tumemaliza. Ili kuanzia sasa hii nyumba ni mali yako kabisa. Kama ilivyoonyesha makubaliano na malipo kufanyika. Kuwa huru. Ujisi uwe huru. Sasa
free kabisa. Free. Mr. Bobby. Hizi ndizo pesa ulizomuuzia nyumba Bienjo. Ndio. Kama ilivyoonyesha ndani ya makubaliano ya mkataba wetu. Papa. Hivyo kuanzia sasa nyumba si mali yako tena, ni mali ya Bienjo. Sawa. Vipi? Una lolote Mr. Chef? Sina lolote la kuzungumza, ila tu namtakia amani muuzaji na mnunuzi. Muwe na amani. Nashukuru. Mr. Bobby. Kuwa huru Mr. Bobby. Mzigo ni wako. Tumeshamaliza, mzigo ni wako. Wala sina shaka. Sasa nilikuwa naomba usaini hapa walikuandika sahihi ya muuzaji hapa. Sasa saini tu. Haina lazima sana, lakini kwa sababu mimi mwenyewe nikishabali basi haina tena sasa, ni basi tu kurahisisha. Mr. Bobby, ni ukamilifu huo wa mauzaji. Sasa hii ni muhimu, ni kama kielezo au ushahidi wa baadaye wa wewe muuzaji na mnunuzi. Saini tu. Okay, na shida. Anawezaje kuishi peke yake mpaka kuinunua hii nyumba? Wengine hawakumaliza hata masaa 6 wakakimbia. Huyu vipi? Ndio yeye kanunua kabisa. Ama kweli bahati ya mtu hata nirudishe pesa yake, lakini wapi? Haiwezekani, haiwezekani. Samahani sana hicho. Nadhani unanikumbuka. Nakukumbuka. What can I do for you? Samahani. Lengo langu la kusimamisha hapa ni kukwambia kwamba nakupenda sana Angel. Moyo wangu ulipokuona mara ya kwanza tu ulitamani kabisa wewe uwe mke wangu na mama wa watoto wangu. Please Angel. Ndivyo hivyo nimemaliza. So nakusikiliza wewe. My answer is very short and at the same time very clear. Sitaki. See you.
Mbona mimi huwa nakusikiliza? Tatizo ni nini? Angel. Sikiliza. Wewe ni mwanamke. Unahitaji kuwa na mume. Unahitaji kuwa na familia, Angel. Ndio maana nakusisitiza utafute mume wa kukuoa, Angel. Gibson, mwanaume ninayemhitaji katika maisha yangu ni wewe. Na hiyo familia nataka tuijenge mimi na wewe. Tambua mimi si binadamu, Angel. Huwezi jenga familia na mimi, Angel. Unahitaji kuwa na watoto. Unahitaji kuwa na wakwe zako katika dunia uliopo, Angel. Hao watoto nataka tuzae mimi na wewe. Kuhusu wakwe, hata nisipokuwa nao sijali. Ya kupasa ufikiri kabla ya kutamka kila neno, Angel. Mimi sina uwezo wa kukupa mimba na kuzaa watoto. Ndio maana nakusisitiza. Wewe ni mwanadamu. Tafuta mwanadamu mwenzako. Uanze naye familia, Angel. Mimi nitakubariki. Nitakulinda na sikukurudisha nyuma, Angel. Ina maana siku zote hizo ulizokuwa ukinifanyia miujiza, kunipa pesa na utajiri, kunitoa out, ulikuwa unataka nini kwangu? Wewe ulifikiri nilikuwa nataka nini kutoka kwa Angel? Wewe mke wangu? Hapana, Angel. Nilifanya vile kwa upendo wa dhati. Maana wewe ulinijali. Ulinitunza, Angel. Na kuniheshimu. Kivipi? Na wakati ujio wako ni wa usiku tu. Picha yangu pale ulivyoitunza, ulivyoiheshimu, ni sawa na kunifanyia mimi. Sasa kama ulikuwa unitaki mimi kimapenzi, kwa nini uliniingilia bafuni kuniangalia na hata kunipopota huo nilikuwa nimevaa? Nilikwambia nilikuwa na kuonesha uwezo na nguvu nilizo nazo, Angel. Sikutaka uniogope. Nilitaka unizoee. Maana hata kama nisingeingia bafuni, Angel, nilikuwa nakuona, Angel. Pesa nyingi sana na magari ya kifahari, na pindi tutakapokuwa tumekubaliana, hivi vyote vitakuwa ni mali yako na mali mbalimbali, Angel. Vitakuwa ni kwa ajili yako. Nakupenda sana, Angel, lakini nahitaji tuoane. Uwe ni mke wangu, Angel. Najua, Angel, bila kuficha, nahitaji usaini ndani ya moyo wangu kuwa umebandikiza ua la upendo kutoka kwako. Angel, I love you. I love you, Angel. Nakupenda. Unaonekana ni kijana mstaarabu, mtiifu, mpole, mwenye hekima na busara tele. Pia ni mtanashati na una sifa zote ambazo mwanaume anastahili kuwa nazo. Kwani mbali ya uzuri ulionao, kumbe una uwezo kimaisha. Lakini nasikitika kukwambia ya kwamba ombi lako halitashughulikiwa. Kwa nini? I'm booked. Booked? Yes. Angel,
Toka uhamie hii nyumba nilikuwa nakufuatilia kwa karibu sana Angel. Sijabahatika hata mara moja kushuhudia kwamba uko na mwanaume. Isitoshe, sijapata hata kusikia maneno ya watu wakikuzungumzia kwamba umetembea na mwanamume huyu. Angel, huo ni kama ni bahati hiyo. Tafadhali Angel, naomba nipe hiyo bahati. Nakupenda. I'm sorry. Umechelewa Javini. Karamu imeshaliwa. Naona kama unanitania Angel kwa tabasamu lako. No. Umetabasamu kwa kuwa umekuja kistaarabu. But I'm very serious. Kuwa sikutaki, sikuhitaji, sikupendi. Naomba usipoteze muda wako. Bakisha maneno yako ukawatongoze wengine. Leave. Bye. Serious. Tumemalizana naye kabisa. Kwa nini ashindwa kutupa cheti? Sasa ukifanya haraka utakuwa unaharibu msea. Sasa uvumilivu mpaka lini? Sasa ndo maana nakwambiaje kwa maisha sasa yalivyokuwa magumu. Ukipaniki utaharibu. Unajua kama mtu katika biashara sasa Sasa unaweza ukaharibu kwa sababu hivi sio vitu vya kufikiria haraka. Mimi nakwambia yule atakudhibiti tuone mbaya kama hata sasa ndo wapi sasa nakwambia kwamba unaweza kupaniki kama matatizo. Sasa Jerry. Mambo. Sema swap. Mambo yameendana. Fresh. Sisi tuna chako bwana. Tena mimi sinaniwasha muda mrefu sana rafiki. Fanya nikupe. Kama mambo yameenda vizuri tukukabidhi tumalizane. Kutoka mapema. Nimeenda nimeonana naye. Na tumeongea mambo mengi tu. Tatizo sio kwenda wala kuonana naye wala binti nzuri. Sikilize mimi. Tatizo tunataka uache. Makubaliano yenu. Kwamba ushangoa tayari kila kitu. Alichokiongea Jerry cha kweli. Sasa ndo maana nilipokuja mimi nimemuona, yani uso umekuwa mdogo kama choroko, yani mimi nimegundua mapema. Sasa nilichoongea cha kweli nini? Mimi sasa mnacheka nini sasa? Nilikwambia Alex kwamba yule binti msomi. Inabidi ujipange sio kumwingilia tu hivi. Tatizo hamjanipa muda mzuri mimi wa kufikiri niweze kujipanga vizuri. Kwani nyimbo ile bwana ujipange vizuri vipi bwana? Au mfano wenyewe si bali sikira kwa watu wajipange. Nyimbo ni maneno tu. Unakosea okay basi yaache basi. Unajua kitu kingine unazungumza wewe na akili haya. Sawa? Wewe huwezi kutoka tukaenda kwa mtu kamwingilia. Mimi najua una point pale. Niache mimi mwenyewe ya kufuatilia mambo yangu taratibu. Siku mtaona napita na mtoto wake. Sasa wewe na mimi nani mwenyewe? Utajijua mwenyewe. Angemetaka kumwangalia staki. Hela narudisha bwana. Hela nazirudisha. Fanya safari. Karibu. Karibu. Asante sana. Karibu. Niwe, naona uko busy. Naandika kitabu changu. Good. Okay, labda tusikupotezee muda. Tumepita tu hapa mara moja kuja kukusalimia. Na huyu ni rafiki yangu anaitwa Mr. Lewis. Karibuni sana.
Yeye kwa kipindi kirefu alikuwa kuna maswala alikuwa akinielezea kidogo. Kwa hiyo leo nikaona na mimi ndugu yangu nisimpige chengo. Unajua tena tukiwa tunapigana chenga na kwa haileti maana kidogo. Nikaona tusiumbishane, nikaona leo bora nimlete ili kusudi asije akanifikiria vibaya, akaona kama namzungusha. Anaitwa Mr. Lewis. Nice to meet you, Mr. Lewis. Nashukuru kusikia hivyo. Japo mimi nakufahamu kitambo. Anakujua muda. Unajua tena. Nakujua. Niwasaidie nini? Labda nikufahamishe vizuri. Angel, kama nilivyokueleza mwanzo awali kwamba huyu ni rafiki yangu, mimi nina kitu kimoja ambacho naweza nikakueleza. Ni kijana kwanza, ni kijana mzuri, mstaarabu. Ni kitu ambacho hadi mimi ananivutia. Sio, umenielewa? Kingine, huyu kijana jinsi alivyo ni mtu mwenye adabu kama wazee wetu wa zamani jinsi walivyo. Na kingine, Lewis huyu ni mtii. Lewis. Halafu kitu kingine ambacho namkubali zaidi, naweza nikasema kwamba Lewis ni kijana mmoja ambaye ni mtanashati. Unamwona jinsi alivyo, ni mtanashati mno. Tunaweza kusema yuko very smart. Very smart. Lewis very smart. Naona sasa ana kitu kingine ambacho hata mimi sasa ananikaongeza na kuwa naye Bennett kama hivi. Lewis mpaka nikaamua nimchukue huko aliko. Nijinii mpaka Mungu wake ni wangu. Ni mcha Mungu. Ndio kitu ambacho hata mimi kwa kweli ananivutia. Ni mcha Mungu. Lewis. Bobby. Hujanijibu swali langu. Niwasaidie nini au niwasaidie nini? Okay. Labda ningekufahamisha kitu kimoja. Huyu Lewis, kitu ambacho kilichomleta, Lewis anakupenda. Umeona? Yaani katika kupenda kwake anakuhitaji akuoe, uwe naye moja kwa moja. Mwisho kabisa. Akuchukue moja kwa moja. Na mimi katika kuangalia kwangu, nilivyoona jinsi naenda katika ile hali ya ujana. Lewis. Kwa hiyo nakuomba tafadhali umjalie hiyo neema. Wow. Nashukuru kusikia hivyo, Mr. Lewis. But I'm sorry to say, shamba limepata mlimaji. Angel, huyo mlimaji yenyewe kwa wapi bwana? Mimi nina muda mrefu, unajua Angel nakufahamu. Sijawahi kumuona bwana shamba. Sijawahi kumuona mlimaji, wala sijawahi kuliona jembe. Bobby, sio lazima mpaka wewe muone. Okay. Anyway. Okay. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba kwa kusema hivyo unamaanisha kwamba ndio tuondoke au? Hapana. Sijawafukuza. Mnaweza mkakaa, lakini kama mna topic nyingine zaidi ya hiyo. Hapa ninachotaka nikueleze ndugu yangu kwamba umeshasikia. Hapa shamba limeshapata mlimaji. Kwa hiyo kilichobakia hapa ni kuondoka tu. Okay? Kwa hiyo nikuulize swali moja kwamba kwa hili ulilotujibu ndio basi ndio tujibu hivyo au tuvute subira kidogo tukaachie muda labda ujifikirie. Mimi Angel. Aswa.
Nimeshamaliza kitambo. Angel, hapo unajua wewe Angel, wewe ni mtundu sana. Mimi nakwambia wewe mtundu. Okay basi nafikiri tutawasiliana tutazidi kuwasiliana. Lakini sasa kitu kimoja Angel, wewe hapa kwako nyumba kubwa mno. Ukaiacha na mabinti kidogo wadogo kikao kimbeni wewe. Bana kwa mara. Okay. Bye. Tena. Sasa ndio umefanya nini? Nilikwambia nini umekuja kufanya nini? Wewe nilikwambia mwanzo uje na vioro gani? Na wewe mtoto anaongea, ana smile, anacheka. Wewe umekauka, hata smile hauna. Yaani umekaa. Sio hata sasa umeweka uso mkavu utafikia umekuwa limao rafiki yangu. Mtoto hata kama alikuwa anahitaji akupende, kasha kukataa jinsi ulivyo. Nini? Nini? Bobi, hivi mimi siko smart hivi. Uko smart vipi? Uko hivi smart hivi bwana Bobi. Utakuwa mtu very smart. Utakuwa kama hivi. Unajua? Unacheka ni vipi? Nalinga. Niko smart. Hadi yule mtoto jinsi nilivyokuwa naongea naye alionyesha zaidi kunitaka mimi. Ila alijificha tu. Tatizo lako Bobi, unaongea sana. Bobi unaongea sana. Pale utakao nitambulisha mimi cheo changu. Sasa nikutambulisha hivyo. Hivyo jinsi ulivyo. Ningekutambulisha hivi ningekutambulisha hivi cheo. Hata mimi mwenyewe ningeonekana mpumbavu na sina akili. Ningekutambulisha design hii. Ungepiga vile mapigo yako ya siku zote. Ungepiga lesson kidogo na shati yako smart ile. Sawa kabisa. Sasa Bobi, mtoto mzuri kama unimvalia lizo. Umeona? Hawa ndio mapigo yao hao. Ndio design zao unazozitaji hapo. Yale ndio mapigo yake. Ni tatizo mnataka masuala ya kizungu. Ndio haya sasa kutokea. Kwenda zangu. Sasa mimi na wewe utapata njia yako, mimi ndio njia. Sawa. Potelea mbali. Na mimi potelea mbali hivyo hivyo. Sasa hapa kila mtu anapita njia yake ndio mwenyewe. Wote leta utokea na mimi. Chezi.
Nani kaniandikia hivi? Tena vizuri sana kama nilivyokuwa nikitaka. Na mbona ameandika hadithi yote? Gibson. shule. Amka. Amka wewe shule. Utachelewa. Shule. Sasa sanga. Hebu amka saa 1 sasa hivi. Saa 1 amka wapi? Saa 1. Mama. Nasikia. Ujalala usiku chako unafanya nini? Kasoma. Ulikuwa unasoma nini? Kitabu. Wewe? Hebu amka wapi? Nasoma kitabu. Kitabu gani hicho? Kimasamu Nzawaka. Kitabu gani mtoni? Some Magic House. Magic House? Bali tukiona. Thank you. Ana simama wali. Na bwana sasa saa 1 na saa shaenda tu. Watu hapa. Nilale afu nikiamka naanza hadithi afu kesho naenda shule. Usinitalie ndakichana hicho kitabu. Hebu luka. Mama yako mwenyewe unasema tu. Ukisoma kitabu hawendi kazini kimoja.
unakuwa muongo wewe. Ndio tabaki hivyo hivyo ndio tabaki. Na ubisho kuna mimi. Hata mimi Nimeteuliwa katika vile vita tena pale boda pale kuvukia penye. Nilikabidhiwa kifaru. Nimepewa kifaru na kimiliki. Ni bomu na mimi mwenye na miliki. Vita vya jamii mimi binafsi mimi nimepigana. Sio kwa ni mbishi. Unajua sasa kama ni mbishi Bobby, Usitaki kunidanganya hata mimi, Sasa kunitabisha mimi. Hiyo mimi nitabisha mpaka kesho bwana. Hilo hata sasa tukubalia. Subiri. Wewe lini wewe Bobby umeendesha kifaru? Tatizo lako ndio hivyo, ubishi. Na ubishi hautakusaidia kitu. Yule mwanadada anashikilia nafasi ya kwanza kwa utajiri kuliko wanawake wote nchini. Kwa mujibu wa tathmini ya wataalamu na mambo ya maisha na maendeleo ya jamii kwa ujumla, wanasema kuwa sehemu kubwa ya utajiri wake unatokana na mauzo makubwa ya kitabu chake cha Magic Cows kilichoweza kukamata soko la vitabu Afrika Mashariki. Baada ya kuwa ndio mwanamke wa kwanza kwa utajiri nchini, pia ikumbukwe kuwa Angel Maziku ni mshindi wa tuzo ya uandishi bora wa vitabu Afrika Mashariki. Unaendelea kusikiza Radio Maendeleo. Sio huyu Angel namjua mimi bwana. Huyu ndio yule mpagaji wangu mimi nilompandisha kule katika nyumbangu. Anaitwa Angel. Ndio sasa ubishi wako huo. Ndio hivyo wewe tatizo lako ni mbishi alafu subiri bwana. No education. Hapo ndipo tunapokosana mimi na wewe. Kwa nini? Kwa nini? Unaona elimu gani wewe kushinda mimi? Wewe unaniangaliaje? Haya, una elimu gani kunishinda mimi Bobby? Hapa education imelala. Mkoloni. Nani? Unafanya masiara? Nani? Yule anaitwa Angel nani yule? Yule hapo. Angel yule ninakwambia mimi ndio huyu Angel. Nani ba? Anaitwa Angel Maziko. Banchezo. Wewe si nilikupeleka huko. Kutokana na usimati wako ulikuwa low. Akakutolea nje. Sasa hivi ungekuwa kidogo labda na wewe waziri, bunge. Lakini wapi bure? Utakuwa very smart na leo nakuona umeniangusha. Sema nakushtai kutoka kule na kuangalia naona umeniangusha kabisa. Hauko kabisa katika usimati. Ungepita vile nini unaweza mbaki. Niko very smart. Ndio tupate kwa sababu ungekuwa unajiringia sasa. Mbona napenda sana kukorofishana Bobby? Kwa nini? Mimi nakwambia ukweli. Masuala usimati yangu hapa amekujaje sasa? Nakufahamisha kitu. Unanifahamisha nini? Unajua kuna kielimisho utaki. Lete beki. Unaipungutia smart yangu tena kukuza nini? Kwani watu sote viatu. Sasa ujeuri yako inakuona. Ni Bobby wewe. Wewe hapo. Jamaa unakaponipa wewe. Na hiyo ndiyo stori ya maisha yangu. Hiyo picha mnaiona pale ni ya Gibson Sole. Picha ya Gibson haipauki siku hadi siku, miaka hadi miaka, iko vile vile. Hata hizi samani za humu ndani yote ni kwa sababu yake. Na hicho kitabu cha Magic House ni historia ya kweli ya maisha yangu, historia ya kweli kabisa.
Tunashukuru Benjo kutupa stori yako yote. Asante, ni Benjo Manzi. Sasa sisi tunashukuru, tunaweza kwenda. Angel, hakuna marefu yasiyokuwa na mwisho. Kila jambo na wakati wake, wakati wa kuwa pamoja na wakati wa kutengana. Mioyo iliyoridhiana kwa upendo na urafiki wa dhati, utengano unapotokea maumivu huwa ni makali. Sina jinsi Angel, inabidi niondoke. Nasikitika tutaonana tena maishani baada ya lengo langu kutimia. Kwanza kumpata mrithi wa nyumba yangu atakayetimiza na kunienzi mimi, lakini pia kupata mrithi wangu katika kitengo cha uandishi bora wa vitabu, maana nami nilikuwa mwandishi bora wa vitabu. Nimefurahi kwa kuweza kwako kuongea na waandishi wa habari, maana umejenga upendo baina yako na wao. Umetoa mwanga kwao na jamii. Usia wangu, imulike jamii kupitia vitabu vyako. Ielekeze jamii katika mafanikio kwa kuelimisha, kuburudisha, kuonya, kukosoa, kukemea na kuadabisha, lakini pia usiache kutetea haki za wanyonge, yatima na wajane, amani na utulivu kwa nchi zote. Kwa kufanya hivyo, utajiri wako utazidi kuongezeka kila siku. Kwaheri Angel, kwaheri Angel. Steps, kila siku hatua moja mbele. Steps, we take one step ahead every day. Cytec TV ni TV mpya zenye ukubwa wa inchi 15 hadi inchi 21. Cytec Radio ni radio mpya ambayo unaweza kutumia DVD, VCD, MP3, MP4 na DivX. Cytec DVD ni DVD yenye radio, sehemu ya kutoa speaker za nje na amplifier. Ina memory card reader na USB. Cytec ni bidhaa mpya zinazotumia teknolojia ya kisasa inayotumika duniani kote. Sasa jipatie bidhaa za Cytec na ujipatie warranty ya mwaka mzima. In the quest for a quiet and peaceful natural environment, visit Sunrise Beach Resort for accommodation in our standard and executive rooms that have a breathtaking sea view, modern business equipment, set menus and buffets. Sunrise Beach Resort is only 7 kilometers from Kigamboni Ferry and 20 kilometers from Julius Kambarage Nyerere International Airport. Sunrise Beach Resort, the dream beach where fun never sets.
Toyo. Toyo? Epuka fedheha ya kuchelewa kazini na maeneo yako mengine muhimu. Kishen Enterprises, uuzaji wa aina zote za pikipiki, majenereta, mitambo mbalimbali na vipuri vyake, sasa imesikia kilio chako. Aidha, Kishen Enterprises ni wakala pekee wa pikipiki mpya aina ya Toyo. Toyo, pikipiki imara inayoendana na mazingira na hali ya hewa ya Tanzania. Wasiliana na makao makuu za Kishen Enterprises, Dar es Salaam, mtaa wa Msimbazi na Masasi, Arusha, mtaa wa Sokoine, na Mwanza, barabara ya Nyerere. Kishen Enterprises ndio jibu lako. Toyo. Steps, kila siku hatua moja mbele. Steps, we take one step ahead every day.